kitabu cha Danieli mlango wa 3 mstari wa 19 hadi mstari wa 23. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watiwe moto ile tanuru mara 7, watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katika ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Amen. Tuketi. Bwana asifiwe. Tunaendelea kumshukuru Mungu ambaye anatubariki kwa namna mbalimbali, na kwa uzima huu tulionao Mungu ameendelea kuwa msaada kwetu. Tulianza kutafakari tangu Jumapili iliyopita kwa habari ya Yesu anaiendea njia mateso Yerusalemu. Tulijifunza sana na tulitafakari habari ya siri ya msalaba, kwamba katika msalaba ambao Kristo aliubeba kuna siri kubwa na kubwa kuliko ni ushindi katikati ya maisha tulionayo. Na akawaambia wanafunzi kwamba sasa mwana wa Adamu anaenda kutiwa mikononi mwa watu. Anatumia neno mwana wa Adamu akizilisha wanadamu pia, maana tulikuwa naye, alikaa nasi na alipitia mengi katika maisha hayo. Anapoambia kwamba mwana wa Adamu anaenda kutiwa mikononi mwa watu, wanafunzi wakasikitika sana, kwani walizoea kuwa naye, aliwasaidia mengi, na kwa namna hiyo wanaona sasa hawatapata msaada kwa namna yote ile. Wakasikitika sana, lakini hawakujua kwamba na siku ya 3 atafufuka. Nafikiri wakuelewa hili neno, walisikia haraka tu maneno hayo, maana alisema pia. Nafikiri wakuelewa vizuri. Na Jumatano tulianza kwa lazima, tulitafakari habari ya kulalua mioyo yetu. Yoeli alisema na wana wa Israeli habari ya kulalua mioyo yao. Ukiangalia habari hiyo tuliyosoma Jumatano, ukianzia mwanzoni kidogo, utaona habari ya miaka iliyoliwa na nzige, palale na vitu vingine. Manake walipita katika habari ya ukame pia. Hali ilikuwa mbaya kwa sababu ya uasi uliokuwa nao. Na Yoeli anawaambia sasa wabadilike, kwa kubadilika kutokea ndani, sio kwa nje. Na ametumia lugha ya picha, kulalua. Ukiangalia na usoma andiko utaona habari ya kulalua mavazi. Ilikuwa ni kulalua mavazi kama ishara ya toba kwa kila mmoja. Sasa Yoeli anawaambia ni kulalua mioyo, sio mavazi. Sio alama ya nje, bali alama ya ndani kwa kila mmoja wetu. Na ndio maana sisi hatuweke majivu
kwenye paji la uso, sisi tunaweka vitu ndani, vianze ndani, si kujionyesha mbele za watu niko hivi mnyenyekevu, nimetubu kwa nje. Hapana, manake toba yetu ianzie ndani. Anafundisha sana, na hata toba, hatua za toba tunafahamu. Tuliopita kipaimara tulifundishwa hatua za toba. Hatua ya kwanza tuliambiwa ni kwa habari ya kutambua kosa. Unatambua kosa. Ukitambua kosa, maana yake unajuta. Hatua ya pili, unajuta. Kwa nini nimefanya hivi? Unajuta. Na hatua ya tatu, maana yake unaomba msamaha, naomba unisamehe. Na hatua inayofuata sasa, unatangaziwa msamaha, kwamba sasa watubu, sio kwa nje, bali ni kuanzia ndani. Na katika somo la leo tunaona habari ya Yesu anazungumza ya kwamba kupitia Agano la Kale, Danieli anazungumza jaribu ni hali ya kuvutwa au kushawishiwa kufanya jambo fulani. Hali ya kuvutwa au unashawishiwa na jambo fulani ili ufanye kinyume cha hilo unalomwamini. Na ni kweli mwanadamu anakutana na majaribu kila siku. Hakuna ambaye hajaribiwi. Kila mmoja wetu mahali hapa tunajaribiwa kwa namna mbalimbali. Tunajaribiwa mno kila siku. Mfano, katika mawazo, naingia tu jambo tu ghafla, unaanza kuwaza ni jaribu, kumbe likaharibu mambo fulani, ni jaribu. Na mara nyingi jaribu huja kwa ghafla na kutuacha tukijiuliza maswali mengi. Kwa mfano, nitatokaje hapa? Hivi ilikuwaje? Nimefanya nini hapa? Nitatokaje sasa katika haya? Leo Yesu anasema kwamba yupo na tunamuona yeye ni mlango wa kutokea. Nao wakachagua kuwa waaminifu kwa Mungu. Ukisoma hiyo habari utaona kuna mambo waliambiwa wayafanye, lakini wao hawakuwa tayari. Wanashawishiwa wafanye hivyo, wao hawakuwa tayari. Walibakia kuwa waaminifu kwa Mungu, kutenda mapenzi yake Mungu. Haijalishi nini kitatokea mbele yao. Waliazimia kubaki kwa namna gani? Na sasa katika somo hili tunaweza kuangalia mambo machache kwa ajili ya maisha yetu leo. Jaribu sio dhambi, bali anguko lako ndilo dhambi. Kwamba jaribu ambalo unaliona mbele yako sio dhambi. Hata jaribu lije sio dhambi, bali ukianguka katika hilo jaribu, hiyo ndio dhambi. Jaribu likikisha kushika na ukaanguka, hapo ndipo tunaiona dhambi. Na ndio maana tunaona hata hiyo jaribu kina Ayubu. Alijaribiwa sana kwa namna ya kiwango cha juu mno, lakini pamoja na jaribu hilo kuwa katikati ya maisha yake halikumwangusha. Na kwa namna hiyo hakutenda dhambi, hakufanya dhambi. Kwa hiyo kumbe jaribu sio dhambi, ila kuanguka kwenye jaribu hilo ndipo tunaona tokeo la dhambi. Uwezo wa imani ulio nayo kwa neema ya Mungu ndio unaoamua matokeo yako. Yaani kwamba imani yako ulionayo, uwezo wake ndio inayoamua kwamba nini ufanye na nini usifanye. Wenzetu hawa kina Shadraka, Abednego na Meshaki, imani yao iliamua kwamba hatuwezi kuabudu sanamu. Iliamua. Kwa nini? Walikuwa imara. Useme hivi, kiwango cha imani yao kilikuwa na uwezo wa kukataa kuabudu sanamu. Si mara ngapi tumeanguka, pengine uwezo
wa imani tulio nayo, uwezo wa imani tulio nayo. Mara nyingi tumeshindwa kwa sababu tunashindwa kutofautisha neno jaribu na tatizo. Maneno haya mawili Kiswahili kinazungumza kabisa, yako tofauti, lakini kwa mtazamo wa kiroho maneno haya mawili yana maana moja. Nikimaanisha nini? Kwamba kama jaribu ama kama tatizo utakuwa nalo tena pengine kwa muda mrefu na lisikuondoa kwenye imani yako, manake hapo umesimama imara, umetunza uaminifu wako. Lakini tatizo likikaa kwa wingi ndani yako, likakuondoa kwenye imani yako na Mungu, hilo ni jaribu. Bwana apewe sifa. Hilo ni jaribu, kwamba jambo lolote ambalo linakuja kwako halafu linakuondoa kwenye imani yako na Mungu, hilo ni jaribu. Na watu wengi tumeanguka kwa namna hiyo. Usiangalie mwanzo tu, bali angalia matokeo yako ya baadaye. Kila jambo linapokuja mbele yako kama jaribu ama kama tatizo, inapokuja kwako, cha kwanza kabisa, pamoja na kuona hapo mwanzo, lakini angalia mbele, matokeo yake yatakuwaje? Je, nikikubali kufanya hivi, nini kinafuata baadaye? Nitapata nini? Nitafaidika nini? Lazima uangalie hivyo. Ukiangalia kwa namna hiyo, utasimama imara. Hawa vijana walipoletewa hilo jaribu, pamoja na kuona hapo mwanzo, waliangalia mbele zaidi, nini matokeo yake itakuwaje? Na walibaki wakasema, hapana, hata kama ni kifo tuko tayari. Bwana apewe sifa. Wale watu walitangaziwa ya kwamba Wakristo wote wakusanywe, halafu tuwaue. Sasa kiongozi wao akasema hivi, mheshimiwa, usihangaike kutumia jeshi kwa gharama kubwa kuwakusanya Wakristo. Sisi tutakuja wenyewe hapo Namgongo ili utuue. Na ilikuwa hivyo, na leo ni historia. Kwa hiyo matokeo ya baadaye, mwili huu hata kama nitakufa, naamini ya kwamba nina matokeo mengine ya uzima wa milele. Bwana asifiwe. Mimi ukija kwangu niloga, kunichawia nife, sihangaiki. Nikiwa niko na Kristo, ninaamini ya kwamba nina maisha mengine katika huyo naye mwamini. Kwa lazima uangalie matokeo. Lione tatizo ama jaribu kama kitu ulicho na uwezo nacho, nawe utashinda. Maana ana mlango wa kutokea. Ukiona mateso unayopitia, muone Yesu, mwangalie Yesu, maana yeye ana mlango wa kutokea. Muone Yesu, maana yeye ana mlango wa kutokea. Bwana asifiwe. Katika pengine una masomo yako, ukiona kwama, muone Yesu, maana yeye ana mlango wa kutokea. Kwenye habari ya uchumi wako unapokwama, muone Yesu, maana yeye ana mlango wa kutokea. Bwana asifiwe. Imani hutengeneza utii kwa Mungu. Imani yako inatengeneza utii kwa Mungu. Ujapo katika shida mbalimbali, utii wako kwa Mungu baki pale pale. Tumeangalia Shadraka, Abednego na Meshaki. Walibakia na utii kwa Mungu, pamoja na kwamba walijaribiwa kwa hali ngumu isiwezekana kibinadamu. Jaribu tu kuwasha moto hapo, usogee tu karibu, utaona joto lake. Lakini hawa kutishika, walikuwa tayari kusogelea moto na hata kutupiwa humo ndani. Walikuwa tayari. Kwa nini? Walikuwa tayari kwa sababu ya utii wao kwa Mungu. Wanawaza,
tukienda kinyume na Mungu itakuwaje? Itakuwaje? Usimwache Mungu patapo mateso na mahangaiko mbalimbali. Yote unayopitia, taabu unayopitia, matatizo unayopitia yasikufanye umwache Mungu. Lakini pia kazi kubwa unayopitia isikufanye umwache Mungu. Nikasema ibada ya kwanza, tuna kazi ya ujenzi wa kanisa. Kumbe wapo wengi sasa, kwa sababu ya kazi kubwa tulionayo, wanaweza kumwacha Mungu. Kwa namna ipi? Kutojitoa. Mimi sina cha kutoa kwa Mungu. Hapana. Ulicho nacho hicho. Kwa sababu Mungu anajua uwezo wako. Alichokupa anajua. Kwa sababu ulicho nacho Mungu amekupa. Na kama amekupa, yeye anajua alichokupa. Hicho ndicho anataka umtolee Mungu. Bwana asifiwe. Kutokea hauonekani mwanzo. Yaani mwanzoni unaona giza. Ukiona jaribu, mtu anaugua na ana miaka. Yaani anaona giza. Hawani mlango kutokea. Shida inapokuja, maana yake ni kwamba unaona giza kabisa. Hauoni mlango kutokea mwanzoni. Lakini kuna mlango kutokea baadaye. Ukibaki na Mungu, ukimwamini Mungu, yeye ana mlango wa kutokea. Na ndio maana tunajifunza kwamba tuwekeze imani yetu kwa Mungu. Mungu atusaidie tuwe imara, maana jaribu inakutupa ghafla. Huwezi kujua, ghafla tu inakuja. Likishagonga, kama hauna msingi wa imani, utaanguka. Chaguo lao hawa vijana Shadraka, Meshaki na Abednego ni kubaki imara katika Mungu, wakisema hivi, Mungu anaweza kuokoa. Lakini hata kama atatuokoa, hata tukifa ni sawa. Walikuwa tayari kufa kwa ajili ya kusimamia imani katika Mungu walioumba. Wana wa Mungu, leo Mungu ametuita tuendelee kusimama naye, tuendelee kumwamini, tusimame imara na Mungu ambaye amemwachilia mwana wake Yesu Kristo, mwenye mlango kutokea jambo gumu ambalo kwalo unalo. Maana yupo kwa ajili yako, na yeye anajua uchungu wako, anajua furaha yako, anajua mapito yako, na kwa neema yake utakuwa na mwisho mwema na wa furaha katika yeye sasa na hata milele. Amen. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ujumbe wa neno lako la uzima. Umeendelea kwa msaada katika maisha yetu, na kwa majira ya Kwaresima tunapotafakari ukuu wako, uweza wako, tuimarishe tushinde majaribu. Maana kuna wokovu wetu umeandaliwa kwa kila mmoja wetu. Tukishindwa hatutapokea wokovu huo. Tunaomba neema yako na nguvu yako iwe nasi, utuongoze wewe, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neno la